Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazibeberusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba nikufahamishe ya kwamba kuna habari ambazo zimetufikia hapa ambazo zimeweza kusababisha taharuki na kuadhibiwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini kabla nizame kwa undani na kukuelezea, ikiwa wewe ni mgeni, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Sasa hali ya wasiwasi na taharuki imetanda katika taifa la Tanzania baada ya wawekezaji wote kutoka Tanzania wameogopa kukatakatwa vichwa zao. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kuna uamuzi ambao umechukuliwa na mwekezaji mmoja ambaye angekeza hapa Tanzania, na huyo mwekezaji anaitwa Aliko Dangote. Angeanzisha ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta kule Tanga hapa Tanzania, lakini sasa amesema anaenda kujenga kiwanda hicho kule Kenya katika kaunti ya Mombasa. Kwa nini? Kuna kauli ambazo Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuzitoa wakati rais wa taifa jirani la Kenya Ruto alipofika hapa Tanzania, akatangaza kwamba watajenga kiwanda cha kusafisha mafuta kule Tanga. Lakini Samia Suluhu Hassan, kauli zake alizozitoa zimeweza kusababisha taharuki kutanda. Akasimama akasema ya kwamba wewe Ruto, rais wa Kenya, umetangaza mambo ambayo siyajui. Ruto kisha baadaye akasema ya kwamba ni laiti ningelijua ningetangaza kiwanda hicho kiweze kujengwa kwangu kule Kenya, jambo ambalo amefanikishwa kulifanya hadharani, na hii ni njia moja ya kumwadhibu Rais Samia Suluhu Hassan. Na wakati Ruto alikuwa hapa Tanzania alisema ya kwamba adui mkubwa ni ukosefu wa ajira kwa vijana, lakini kwa sababu huyu muuaji Samia Suluhu Hassan yeye haoni hayo, ila tu yeye alisema ya kwamba adui ni vijana wa Gen Z ambao wanastahili kupewa mikwaju. Hapa Tanzania nitawapea mikwaju, wakikuja Kenya muwapee mikwaju. Hakuzungumzia mambo ya ajira. Hili likaleta tofauti kubwa. Ruto aliporudi kwao kule Kenya amefarikishwa kufanya shughuli hizi na kuahirisha na kusimamisha ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta Tanga Tanzania. Sasa kinaenda kujengwa kule Kenya. Kwa hivyo kuna kauli ambazo huyu muuaji ambaye anaitwa Samia anazitoa zimeleta na kusababisha taharuki, wasiwasi mkubwa. Sasa wawekezaji wameanza kutoroka Tanzania. Unajua, kama kiwanda hiki kingejengwa, Watanzania wengi tungepata ajira hapa na pale, kama njia moja ya kujikimu kimaisha, na sasa tunaendelea kupitia mengi, uchumi hauimariki. Yani ni mambo mengi ambayo tunapitia hapa Tanzania. Na wakati tunaangalia kwa undani, kwa nini Samia Suluhu Hassan hataki Watanzania waweze kupata ajira? Ni kwa sababu hawakumchagua. Aliweza kujichagua yeye mwenyewe akiwa na maafisa wa tume ya uchaguzi, wakajitangaza wao wenyewe. Uliona walienda kujiapisha wao wenyewe pasipohusisha Watanzania, chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi. Sasa hiyo hasira ndio yuko nayo hadi kufikia sasa. Ndio maana hataki ama hataki Watanzania mema. Sasa mwekezaji huyu ametoroka Tanzania, anaenda kuwekeza kule Kenya, kiwanda ambacho kitasimamia makubwa haswa kusafisha mafuta na kuunda nafasi za ajira haswa kwa Wakenya, wala sio kwa sisi wa Tanzania, kwa sababu ametoroka. Na unajua rais yule wa Kenya Ruto aliweza kukasirika, akasema laiti ningelijua ningetangaza Kenya. Sasa amefanikiwa kujenga ama kufungua mlango kwa Aliko Dangote kujenga kiwanda hicho kule Mombasa, Kenya. Ndio maana tunasema ya kwamba huyu Samia anatupitishia mengi.
huyu Samia ndiye ameongeza umaskini hapa Tanzania. Unaona wengi wamekuwa wakipatikana wakiwa mtoni, wamekatakatwa vichwa. Unajua hali hii ndiyo inaleta wasiwasi. Ndio maana tumeshuhudia wawekezaji wanatoroka. Mara unapoamuka mwingine amenyongwa, mara unapoamuka mwingine amepatikana ameuawa. Yaani Tanzania hamna usalama wa kutosha. Na unajua haya yote yanafanikiwa kupitia uongozi wa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ameweka Abdul ambaye ni mtoto wake katika idara ya usalama. Yaani Tanzania inaendeshwa kama mali na familia binafsi ya Samia Suluhu Hassan. Mliona alienda akachagua ama akamteua Wanu mtoto wake, ni mmoja wa wale ambao wanakaa katika baraza la mawaziri. Yeye ni makamu waziri katika wizara ya elimu hapa Tanzania, mwenye haelewi chochote. Hata wakati alienda kujibu maswali kuhusiana na elimu kule katika bunge la Tanzania, yale ambayo anajibu hayaelewi. Na niliona kuna mtu ambaye walisoma pamoja aliweza kusema ya kwamba aliingia katika darasa la PhD, akasoma wiki mbili, akatoroka, hadi kufikia sasa hajaonekana. Ni mtu ambaye haelewi masuala muhimu ya elimu. Kisha baadaye yule ambaye ameoa mtoto huyo Wanu wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye sasa anamuita mkwe, ambaye ni Mchengerwa, sasa hivi yeye ni waziri wa afya hapa Tanzania. Yaani anaendesha serikali kama familia yake. Na huyu waziri wa fedha, yeye ni shemeji wa Samia Suluhu Hassan. Yaani ameweka watu wake katika serikali, viti zile kubwa kubwa. Yaani ndio maana ongoza hapa Tanzania kupitia uongozi ule wa kiimla. Ndio maana hata mahakama, mashirika mbalimbali za haki za kibinadamu ama za kutetea haki za kibinadamu ziliweza kumkabidhi ama kumpea Samia Suluhu Hassan muda wa miezi 12 kuhakikisha kwamba ile katiba imebadilishwa, kwa sababu tunatumia katiba ya mwaka 1977 ambayo ina uongozi wa kiimla. Sasa Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye ni katili, ni mtu ambaye ni muuaji, ni mtu ambaye hatakiwa Tanzania wengine mema, ni mtu ambaye anajitakia mema yeye na familia yake. Kwa hivyo sasa hivi tunaweza kuripoti kutoka hapa Mbeya kwamba sisi tumepoteza mengi. Kwa uwekezaji wametoroka hapa Tanzania, wanaenda kuwekeza kule Kenya. Ni kwa sababu ya kauli za Samia Suluhu Hassan kuwapiga mikwaju, na wao wakaogopa watapiwa mikwaju tena, wakaogopa kwamba watakatwa vichwa kwa sababu miili mingi imeweza kupatikana mtoni. Wakaogopa, wamefunga virago na kurudi kule katika mataifa mengine yakiwemo Kenya, kwa sababu kuna usalama wa kutosha. Lakini hapa Tanzania ni uongozi wa kimla ambao hauna msingi wowote. Naomba kutamatishia hapo hii kanda. Tutakutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini niko na ombi moja tu. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekutazama lakini bado hauja-subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem vile tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Kwaheri kwa sasa, tukutane baadaye.